Tena funga yenyewe na mwezi ndiyo inaitwa saumu Ramadhani, funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo sio umefunga sunna zako tena ukasema wewe una Ramadhani. Sema leo nina saumu, ninafunga. Shahru Ramadhana, ni mwezi wa Ramadhani huu ambao tumelazimishwa kufunga sisi. Alladhi unzila fihi alquran, ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Hudan linnasi, yenye uongofu kwa watu. Hii Qur'ani ina uongofu kwa watu. Watu wakifuata Qur'ani ndio wataongoka, sio kufuata matamanio ya nafsi zao, watapotea. Wakitaka waongoke, wafuate Qur'ani, kila kipengele katika maisha yao, kila harakati katika maisha yao, ndipo penye mwongozo wao. Hudan linnasi, yenye uongofu. Je, mwongozo huo kuifuata ndio utaongoka? Yenye uongofu kwa watu au ni mwongozo kwa watu? Wabayinatin min alhuda, na ubainifu kutokana na huo uongofu. Walfurqan, na kufarikisha, kutofautisha baina ya haki na batil. Qur'ani hii ndiyo inayotofautishia hayo, haki na batil, halali na haramu, zinabainishwa ndani ya Qur'ani. Sasa wewe ukifika mahala ukijifanya Mungu mtu, ukasema unahalalisha jambo ambalo Allah hajahalalisha, sasa umehalalisha kwa mwongozo gani? Mwongozo wako ni upi? Au Iblisi? Sasa ukifanya hivyo unakuwa unapotea, kwa sababu hujafuata huu mwongozo ambao umeteremshiwa. Hudan linnas, yenye mwongozo kwa watu. Wabayinatin min alhuda, na ubainifu kutokana na uongofu. Walfurqan, na kufarikisha, kutofautisha baina ya haki na batil. Faman shahida, basi atakaye kuwepo, minkum, miongoni mwenu, ashahara, hapa utakapoandama huu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, basi na afunge ndani ya huo mwezi wa Ramadhani. Faman shahida, basi atakaye kuwepo, kwa maana sio msafiri, yupo katika mji na mwezi tayari umeandama. Falyasumhu, basi na afunge, kwa maana afunge huo mwezi mzima wote Ramadhani, huo shahru Ramadhana wote mzima afunge, asije akachagua siku anazotaka yeye, afunge mwezi wote mzima. Waman kana maridhan, na aliyekuwa ni mgonjwa, au ala safar, au yuko safarini. Waman kana maridha, aliyekuwa ni mgonjwa, mwezi umeshaandama lakini ni mgonjwa. Leo sijanipa maji. Aliyekuwa ni mgonjwa na akaftari, kwa maana akala mchana, maana yake fa aftara, akala mchana ule wa Ramadhani. Au maridhan, au ala safar, au yuko safarini, kwa hiyo fa aftara, pengine akasonga sembe lake kule safarini, pengine baharini huko, kwa hiyo akala. Fa'iddatun min ayamin ukhra, fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah anakariri kwa kuleta taukidi, usije ukajiona kwamba wewe mgonjwa tena ushakuwa mzima tena useme pale nilikuwa mgonjwa huo. Pale umepata ruhusa tu, ilikuwa wajibu wako hata kama mgonjwa ufunge, lakini ulipewa ruhusa tu ili ujisaidilie, pengine upate kutumia na madawa kwa uwezo wa Allah upone haraka. Kama mimi hivi naruhusika, lakini tumeambiwa wa antasumu khairul lak, si mgonjwa.
Lakini wa antasumu, iwapo unaweza, kwa hiyo kufunga ni bora kwenu. Kwa iwapo utaftari kwa sababu ya ugonjwa au kwa sababu ya safari, hiyo ni udhuru na imetolewa ruhusa. Kwa kila mchana, faidatum min ayamin ukhra, basi yule aliyekuwa mgonjwa na akala mchana au akatumia madawa, au aliyekuwa ni msafiri na akala mchana ili apate nguvu katika safari yake, faidatum min ayamin ukhra, basi akamilishe hisabu ya funga katika masiku mengine pale itakapomwondokea udhuru wake. Yuridu Allahu bikumul yusr, Allah anakutakieni wepesi. Allah anakutakieni wepesi. Na ndiyo Mtume akatuambia, inna hadha dinu yusrun, dini hii ni nyepesi. Kwa hiyo Allah ndio anatutakia wepesi. Haya aliyotuwekea yote, hii sheria yote, kwamba anatutakia wepesi. Kama si sheria hii kuifuata kwake, tungalipambana na mazito kweli katika dunia. Leo tunajisifia amani iliyopo kwa sababu tunafuata, kwa sababu hatujafuata kikamilifu. Kama tungalifuata kikamilifu, amani ingalikuja total, lakini kwa hii ndogo tu iliyepo ndiyo tunajisifia. Basi hii inapatikana kwa sababu ya kufuata hii asilimia ndogo ambayo tunaifuata hii Qur'an. Yuridu Allahu bikumul yusr, Allah anakutakieni yaliyo mepesi, wala yuridu bikumul usr, wala hakutakieni yaliyo mazito. Allah hataki kwetu tupate shida, hataki tupate mashaka, hataki tupate tabu, anatutakia wepesi. Kwa hizi hukumu, hata hii ya somo, ujue kama Allah anatutakia wepesi, jua hivyo na amini hivyo. Kwa sababu wamefunga, watu wameweka itikafu, umekuja kwenye itikafu. Kama hukufunga, pengine ingalikuwa hata chakula hii jioni hukijui nini. Lakini kwa sababu leo umefunga, umekuja itikafu, unakaa hapa halafu unakula, umepata mazito gani? Kwa sheria yote hii inatutakia wepesi, wala haitutakii uzito. Ukiona uzito, jua kwamba hujaifahamu hiyo sheria. Yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, Allah anakutakieni yaliyo mepesi, wala hakutakieni yaliyo mazito. Walitukmilu al-iddata, na mukamilishe hisabu ya funga. Tumeambiwa shahru Ramadhana, mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo ukamilishe. Walitukmilu al-iddata, na mukamilishe hesabu ya funga ya huu mwezi wa Ramadhani, ima siku 29 ima siku 30 kwa mujibu wa mwandamo. Kwa hakikisha unazikamilisha hizo za mwezi mzima. Walitukabbiru Allah, na mumtukuze Allah, mumkabiri Allah kwa kutoa takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mnaweza kutoa takbira baada ya kukamilisha hesabu ya funga, tena mko katika furaha. Lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili. Furaha moja wakati wa kufutari, kwa ushajua karibuni nitafutari au kesho nitafutari, ukambana utakula mchana. Kwa unaanza kuwa katika furaha, unatoa takbiri ukiwa katika furaha. Walitukmilu al-idda, mukamilishe hesabu ya funga. Walitukabbiru Allah, na mumtukuze Allah, ala ma hadakum, juu aliyokuongozeni, juu hii sheria yake akuongezeni mkafunga mwezi mzima. Kwa hiyo baada ya kumalizika, kuweni na furaha na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukuongozeni hivyo. Wala'allakum tashkuruna, na ili mupate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mumshukuru. Na ndiyo siku ya Idi ikaambiwa yaumu shukri,
ni siku ya shukurani, siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jiangalie wewe, shukurani yako katika hiyo siku ya Idi inakuwa iko ya aina gani? Baada ya kukamilisha huo mfungo wa mwezi wa Ramadhani ndio tunaswali Idi. Sasa hiyo siku ya Idi, kwa hiyo jiangalie wewe, shukurani yako kwa Mola wako inakuwa ya aina gani? Au kutafuta wapi itapigwa ngoma, wapi utawekwa mziki, halafu uhudhurie huko, ndio shukurani yako kwa Mola wako? Au utatafuta wapi nikihudhuria ile shukurani yangu kwa Mola wangu ndio itadhihiri, ndio itaonekanwa? Wala'allakum tashkurun. La'alla tumesema ni harfu taraji, na ndivyo inavyoitwa. Watu wa nahau ndivyo walivyotufahamisha, la'alla harfu taraji, kama tarajio kwenu na tarajiwa kwenu kumshukuru Allah. Sasa je, mtamshukuru? Wala'allakum tashkurun, ili mumshukuru Allah. Kutiba kwa maana ya furidha, ndio tukasema kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa kwenu kufunga. Tumezipita aya mpito wa mara moja, neno kwa neno, tutazipita kimufradati, halafu tutazipitia hizi tuone hukumu hivyo ilivyokuja na hukumu gani zilizopo katika hizi aya. Kwa kuanzia na hizo mufradati, kutiba kwa maana furidha, mumefaradhishiwa. Usije ukaichukua kutiba ukasema kwamba umeandikiwa, kama ilivyo kataba kilugha, tafsiri ya mashuhuri kwa maana ameandika. Kila neno lina maana zaidi ya moja, kila neno lina maana zaidi ya moja. Kuna maana ya kilugha na maana ya kisheria. Sasa hapa kutiba kwa maana furidha, hiyo ni maana ya kisheria. Kutiba alaikumus siyam, kwa maana amelazimishwa nini? Kufunga. Na huku kufunga nini? Kufunga pia kuna maana ya kilugha na maana ya kisheria. Asiyam au sama, na masdari yake inakuwa siyam au saum. Na hapa katika Qur'ani imetumika siyam. Kilugha unaweza ukasema saum, kutiba alaikumus saum, kilugha hiyo inakubalika. Lakini katika Qur'ani, unapoisoma Qur'ani hulazimiki wala huruhusiki kutumia neno jengine kinyume na lile lilotumika ndani ya Qur'ani, hata kama litakuwa lina maana sawa sawa, lakini huruhusiki, lazima ulitumie hilo hilo. Sasa kutiba alaikumus siyam, hii asiyam kufunga. Fi lugha, kilugha maana yake al-imsak wal kaffu an shay'in wa tarku lahu. Maana ya kilugha kufunga ni kujizuilia, tena kujizuilia na jambo lolote. Ndio hata Bibi Maryam kule akasema, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Leo nimenadhiria kwa Allah, nadhartu lirrahman sawma, na kule imetumika sawma, masdari ya sawm ndio iliyotumika. Kwa nimenadhiria kwa Allah kufunga, lakini kufunga wenyewe kama kujizuilia na kuzungumza, na ndivyo alivyoandaliwa kwa sababu ya lile tukio lilomtokea, ambalo ni darsa kamili kwa kina mama hasa, lakini na kwa kina baba. Ile tukio lilomtokea Bibi Maryam, mpaka akaja akapewa maelekezo haya, wakija wakikusemesha eshapata mtoto veshamza na hajawahi kugusana na mwanamume yoyote, na alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, mtihani mkubwa, alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli, na familia yake yote ya kiucha Mungu. Ma kana abuki mraa saw
wama kanat ummuki baghiya, baba yako hakuwa mtu mbaya, hakuwa malaya, wala mama yako hakuwa malaya. Leo vipi unakuja na mtoto? Umepata wapi wewe? Umerithiwa wapi wewe? Jambo lilikuwa ni kubwa, mtihani ulikuwa ni mkubwa, lakini sasa Allah mwenyewe ndiye aliyotengeneza ule mtihani, haujatengenezwa na Ibilisi, yeye mwenyewe. Sasa akamwezesha, akamfahamisha vile vya kufanya. Sasa akamwambia ili uwe wepesi kwako, kwa vinginevyo vyovyote itakuwa si rahisi kukubalika wewe. Lakini hivi ninavyokuelekeza, fanya hivi: mchukue mtoto wako, nenda zako kwenu kwa wazee wako, wakikwambia ilikuwaje, wewe banisha kimya, jona inni nadhartu lirrahmani sawma, waashirie kwenye huyu mtoto tu. Yeye mwenyewe mtoto ndo atawapa majibu hayo maswala watakayokuuliza wewe. Na alipofuata hivyo, ikawa ni rahisi kwake kupasi ule mtihani au yale matatizo kutatuka kule kwao, na yeye mwenyewe ule mtihani ukawa ni mwepesi kwake kwa sababu ya kufuata maelekezo. Ndio nikakwambieni kwamba hii sheria ya Kiislamu kuifuata kwetu ndio wepesi wa mambo yetu, ndio wepesi wa maisha yetu. Lakini tukienda kinyume na Qur'ani, ndio maisha yanakuwa magumu. Hizi harakati za kimaisha ndio zinakuwa ngumu, lakini kama tutafuata haya, kwa kweli yatakuwa mepesi. Ndio wakasema waliosema tutaishi hapa duniani kama tuko peponi. Kwa hiyo hii siyam, maana ya kilugha al-imsaku ni kujizuia na lolote utakalojizuia nalo kulifanya au kulitamka, wewe kilugha utakuwa hapo sumta, umefunga. Bibi Maryam yeye alifunga funga yake kule kuto kusema tu. Wa fi shar'i, na katika maana ya kisheria hapa, kutiba alaikumus siyam. Tena usije ukasema mmelazimishwa nini kunyamaza, kwamba msizungumze kwa sababu Maryam ndio kasema nimefunga, na kama funga yake ni kule kunyamaza tu, kujizuia na kuzungumza. Alafu ukaja ukasema kwamba kule tumelazimishwa sisi tujizuie na kujizuia, hata mimi nikinyamaza tu nisizungumze tayari itakuwa nimefunga. Kwa hiyo ukapata hoja ukasema ndio nimefunga. Hapa tunasema maana ya kisheria. Sasa hii kisheria hii kufunga, huwa imsaku anil akli washurbi waljimai min alfajri ila ghurubi shamsi biniyati min ahli, ni kujizuilia na kula na kunywa na kuingilia, yani kufanya tendo la ndoa pale umefunga, kwa maana mchana wa Ramadhani. Kujizuilia na haya kuanzia alfajiri mpaka jua lizame, uwe hulioni tayari limeshazama. Sio hulioni kwa sababu ya mawingu tu, ghurubi kwa maana ghiyabu, kuzama kule ikawa tena hulioni, haliku. Kujizuilia na hayo na yote yale ambayo yanaweza kufuturisha au kufunguza mchana wote wa Ramadhani kuanzia alfajiri mpaka jua linazama. Lakini kujizuilia na hayo biniyatin, pamoja na nia, kwa sababu innamal a'malu binniyati. Usii kwa hiyo amali yako unayoitenda ni pamoja na nia yako uliyoitia. Sasa kujizuilia huko, lakini pamoja na nia. Min ahlihi, kwa ule ahli wake wa hiyo somo. Tena ihtisaban, kufanya hivyo ukiwa ni muhtasiban, unataraji malipo. Usije ukasema hata kama hukuwa na ihtisaba ukafikiria kwamba ndio utalipwa. Maana yake unalifanya kwa ajili ya Allah na kutaka radhi za Allah. Hii kufunga yako ili ulipwe, uwe unafunga kwa ajili liwajihi llahi ibtighaa mardhati llahi, kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Kwa unafunga liwajihi llahi, kwa kutafuta radhi za Allah, na nia hiyo iwe lazima ipo. Unafunga kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Kuna jamaa mmoja Mkristo alikuwa na semina na Waislamu, akasema na mimi leo nitafunga.
kwa naye mchana kutwa hakula. Jua alipotoa akasema na mimi nimefunga leo. Hiyo nia yako ulitia kwa ajili ya nani? Umejizuilia kula na kula kwa malengo gani? Unatafuta nini? Sasa mpaka iambatana ile ihtisaba, ikiwa unataraji malipo kwa Mola wako, unaifanya hivyo. Wa i'dadan linnafs, na pia kuiandaa nafsi yako litaqwa Allahi, kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, pale ndani ya saumu yako na nje ya saumu yako, ndio utakuwa umefunga. Na ndio maana juzi katika mazungumzo yetu au jana katika mazungumzo yetu tukasema kwamba ikiwa mtu anafunga Ramadhani lakini ana mambo yake mwenyewe maovu, anasema kwanza ninayaweka. Kuna watu mfano wa ganga, tiba mbaya za kishirikina, ukifika mwezi wa Ramadhani wanaweka tiba zile hawafanyi, lakini wanasubiri kimaliza Ramadhani ndio waje wafanye. Kwa ukimwendea anasema mimi tiba hiyo mwezi huu sifanyi mpaka imalize Ramadhani. Sasa ikiwa ni hivyo, hukufunga kwa ajili ya takwa Allahi, kwa maana hiyo huna malipo ya saumu